Hujambo mtazamaji wetu na mdau wa maendeleo hapa nchini Tanzania. Karibu katika makala hii fupi inayoangazia suala la matendo ya huruma. Msimuliaji na mtayarishaji wa makala hii ni mimi Martin Mhina. Mtazamaji, mbali na kutoa elimu bora kwa watoto hapa nchini, uongozi wa shule ya awali na msingi ya mchepuo wa Kiingereza ya Lilac iliyopo kata ya Kilole, halmashauri ya mji wa Korogwe hapa mkoani Tanga, inawajengea uwezo wanafunzi wa shule hiyo kuijali jamii kwa kuwafundisha kushiriki matendo ya huruma. Novemba 12, 2025, baadhi ya walimu wa shule hii waliwaongoza wanafunzi wao na kufika katika kituo cha afya Majengo na kutembelea wodi ya wazazi na kutoa zawadi mbalimbali. Mara baada ya wanafunzi wa Lilac kukabidhi zawadi, baadhi ya akina mama wodini hapo wameshukuru na kuwatamkia maneno ya baraka wanafunzi hawa. Nimefurahi kwamba wanatujali. Taasisi nyingine naombea wawe na huruma. Hawa watoto wameonyesha upendo mkubwa sana. Kwa hiyo naomba kama walivyoonyesha, nataka wapate division nzuri, wawe madaktari au manesi. Naitwa Rehema Zuberi Sambweni. Tumelipokea vizuri na tumeshukuru sana kwa tendo ambalo wamefanya watoto. Tunazidi kuwaombea wafike mbali ili waendelee kutukumbuka. Mganga mfawidhi wa kituo cha afya Majengo pamoja na balozi wa matendo ya huruma wameelezea walivyofarijika kwa kitendo kilichooneshwa na wanafunzi wa shule hii ya Lilac. Kwa jina anaitwa Dr. David Siwiti, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Majengo. Leo tarehe 12 mwezi wa 11 tumepokea ugeni kutoka shule ya msingi Lilac. Ni kikundi cha wanafunzi wanaotoa matendo ya huruma, na wamekuja katika kituo chetu cha afya cha Majengo kwa lengo la kuwashika mkono watoto kwa zawadi mbalimbali. Binafsi nafarijika sana kwa uwepo hao wanafunzi kwa sababu wanaonyesha ni jinsi gani wanaonyesha upendo kwa jamii. Tumeona wakitoa zawadi mbalimbali kwa watoto waliozaliwa pamoja na wazazi wao, na huu ni mwendelezo wa huduma kutoka katika shule yao. Waombe tu na Watanzania wengine ambao wana moyo wa huruma, basi karibu sana katika kituo cha afya Majengo kwa lengo la kushika mkono. Hapo kwa majina yetu Grayson Kibwana Shedafa, daktari wa binadamu katika kituo cha afya Majengo, lakini vile vile ni mratibu na balozi wa matendo ya huruma. Kipekee tunashukuru sana kwa jinsi ambavyo mwalimu na waratibu wa Lilac shule ya msingi ambavyo wameweza kuwafundisha watoto kitu cha maana sana. Kuwafundisha watoto mambo mengi, lakini pia ni mmoja hapo ni kuwafundisha namna ya kutoa na kujitoa kwa wengine. Lakini vile vile nihamasishe kwa walimu na wa shule nyingine kuwafundisha pia watoto namna ya kuchangia damu. Damu nalo ni hitaji muhimu sana kwa wagonjwa. Hivyo kwenye shule zetu mbalimbali tunahamasisha uchangiaji damu wa hiari. Watoto wafundishwe pia uchangiaji wa damu kwa hiari. Lakini vile vile wajue namna ya magrupu ya damu ambayo yale damu ambazo ni rhesus negative na changamoto zake haswa kwa kina mama. Mbali na kutembelea kituo cha afya Majengo, wanafunzi hawa wameendelea na safari na kubisha hodi katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Korogwe ambayo ni Magunga, na hapa pia wamefikia na kuigusa wodi ya watoto. Ana Kenje ni muuguzi wa wodi ya watoto njiti katika hospitali ya Magunga. Anasema tendo lililooneshwa na wanafunzi hawa linafundisha kuwa na huruma kwa wengine. Hii wodi ya watoto ambao ni njiti
uzito pungufu, wanaokuja wanaumwa, wenye matatizo mbalimbali. Kwa hiyo mimi nipende kusema Mungu awabariki sana pale walipotoa watoto, Mungu awaongezee na awazidishie na katika elimu yao wafaulu vizuri. Sio wote wanaweza kutoa kama watoto walivyotoa. Hili tendo linafundisha kwa jamii kwamba tuwe na moyo wa huruma. Kuna wengine wanakuwa huko ndani hawana uwezo hata kununua hizi diaper, lakini wanapopata hivi wanafurahi na wenyewe. Wanafurahi sana. Katika mtaala tunaotumia kufundisha, matendo ya huruma ni miongoni mwa matendo ya tabia njema. Kwa hiyo sisi tumefanya implementation ya mtaala. Jambo hili limepangwa tangu mwaka uliopita wakati wa utekelezaji wa mtaala wa mwaka uliopita. Kwa hiyo tunaendelea kutekeleza kila mwaka. Wametupokea vizuri, wamefurahi na wametushukuru, na imekuwa ni baraka kwa waliotoa. Kwa nukta hiyo, sina la ziada. Mtayarishaji na msimuliaji wako ni mimi Martin Mhina.